Zaliwa katika changamoto ya polio, lakini kutokana na miaka mingi ambayo kipindi hicho hajafahamika kwamba polio ni matatizo makubwa, kutokana na elimu ya polio ilikuwa bado haijapatikana. Kuna usemi unasema fanya kazi ili ule. Rafati aliugua ugonjwa wa polio na kumpelekea kupooza kwa miguu. Hali hiyo iliyomfanya kuwa na ulemavu wa miguu. Anapambana kila kukicha akitafuta riziki ya kula na familia yake. Rafati kwa sasa anajishughulisha na shughuli ya udereva bajaji, yote ikiwa ni kupata kipato kitakachomsaidia kusongesha gurudumu la maisha. Hapa anatujuza mwanzo mwisho juu ya changamoto ya ugonjwa wa polio ulivyompelekea kupooza na kufanya kuwa mlemavu wa miguu. Mtazamaji wa Faza Families Media, kama tulivyokueleza hapo awali ya kwamba leo hii tena tupo hapa mkoani Morogoro kuja kuzungumza na Rafati ambaye ni mlemavu wa mguu lakini anajishughulisha na bajaji. Na hapa tupo naye aweza kutujuza mawili matatu kutokana na shida yake na hali yake ilivyo mpaka hapa alipofikia kuelekea kuendesha bajaji. Historia yangu inahisi nimezaliwa katika changamoto ya polio, lakini kutokana na miaka mingi ambayo kipindi hicho hajafahamika kwamba polio ni matatizo makubwa, kutokana na elimu ya polio ilikuwa bado haijapatikana. Kwa hiyo ikategemea kwamba ikawa ndio changamoto mpaka kufikia hali hii. Kwa mtazamaji ambaye anakutazama, baadhi ya watu hawajui ugonjwa wa polio, unaweza kueleza ugonjwa wa polio kwa kama lina jina lingine sanifu ambalo mtu anaweza kalielewa? Polio ni ugonjwa wa kupooza upande mmoja wa viungo kutokana na vitamini ama kutokana na mazingira ya maisha ya binadamu anapoishi, kwamba aina fulani ya virutubisho kukosekana kutokana na changamoto za kimazingira ya maisha. Mtu jinsi unavyotafuta kipato chako ndipo unaanza kuangalia ugumu wa maisha, na ndipo unaanza kupata changamoto. Changamoto ndio inakufunza. Na kwa upande wa familia yenu, hali ya kiuchumi ilikuwa ni kubwa kidogo ama ilikuwa hairidhishi kabisa mpaka wakashinda kukupatia matibabu? Hali ya kiuchumi yani kifupi ni low. Hakika hujafa hujaumbika. Mbali na changamoto hiyo ambayo pitio, lakini Rafati hachoki kutafuta, kwani anatueleza anapitia ugumu mwingi katika utafutaji, hasa katika kazi ya udereva bajaji, lakini anapigana huku na kule kuhakikisha anapata kipato. Kipi kilichokushawishi mpaka hapa ulipofikia kuamua kuanza biashara ya bajaji, biashara ya kuendesha bajaji hali ya kuwa una hali hiyo mguuni? Ushawishi mwingi kutokana nimehangaika na maisha mengi ya kuhaso katika kuangalia mazingira jinsi unawezaje kujikwamua. Kwa sababu katika kujikwamua unaweza kumwangalia mtu ukachelewa, lakini unaweza katika kujikwamua huko ukaangalia nyota yako wapi inapong'aa. Kwa hiyo mimi ilipelekea kwamba kuangalia lifestyle ambayo ninayoishi nayo na kusoma mazingira, jambo gani ambalo naweza nikakabiliana nalo alikaweza kunimove katika maisha yangu, ndipo alikawa katika kipaumbele. Je, kuna mtu ambaye alikuambia Rafati usikae nyumbani twende barabarani tukaendeshe bajaji? Ni mtu gani ambaye alikushawishi wewe mpaka kuja kufanya kazi hii? Hiyo ndoto haiwezi ikatokea na wala sijaweza kuifikiria kwamba mazingira niliyoishi ni mazingira magumu, lakini tokea na grow sijategemea kama kutatokea na msaada ambao mtu akatokea kwamba atakwambia bwana fanya hivi fanya hivi fanya hivi, lakini mtu unaishi kutokana na mazingira siku zote. Mazingira ndio yanamkwamua mtu, na kila mtu anaishi kutokana na nyota yake. Kuna usemi unasema Mungu hamtupi mja wake, na mtembea bure si sawa na mkaa bure. Na hicho ndicho anachoamini Rafati, kuwa ipo siku atafanikiwa na maisha yake kukaa sawa. Sawa. Na ni changamoto zipi ambazo unazipitia kutokana na hii kazi yako? Changamoto ni nyingi.
Na katika changamoto ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, changamoto ya kwanza kutokana unapokuwa katika mazingira kama hususan kama katika hii kazi yangu, tofauti na kazi ya private, kwa sababu hii ni kazi ya public. Kwa kutuambia kwamba hii bajaji ni ya kwako? Hii bajaji mimi si ya kwangu, bado Mwenyezi Mungu hajanijalia, lakini inshallah one day. Familia ni familia, mimi mwenyewe na wazazi wangu, na familia ambao niko nao na ni familia kama mimi. Maana hauna watoto kabisa? Never. Mke? Never. Hauna matarajio ya kuwa na watoto na mke? Matarajio yapo, lakini baada ya kuhaso na baada ya kutengeneza maisha jinsi ya kuweka katika mfumo mzuri, ndipo utaanza kuangalia mazingira yapi ujijengee kwa ajili ya mazingira yao hao, ili wasije wakaishi katika mazingira magumu ambayo waliopitia au waliopitia watu wengine. Sawa. Na ombi lako moja kwa wananchi ama tuseme wa Tanzania wanakutazama kupitia runinga ya Father Media? Ombi langu kwa wananchi kwamba pointi kuu kwanza irudi pale pale katika hizi changamoto, hususan hapa mazingira ya tunafanyia kazi, kwamba hapa tuna kijiwe, tuna viongozi. Katika hao viongozi watambue kwamba changamoto ya wanachama kwamba wana makundi maalum. Katika hayo makundi maalum sio wote ambao wanaweza kwenda kukaa kijiweni wakapiga kelele. Kuna wengine wanahitajika kuja kusikilizwa wakiwa wametulia katika sehemu zao za usafiri. Kuna changamoto zingine kwamba usafiri wa mtu ambaye mwenye changamoto ni kwamba ndio inakuwa ndo miguu yake. Kwa hiyo sasa mtu anapopita sehemu ambapo unapomwambia bwana sehemu hii hairuhusiwi kukatiza chombo fulani, pia ni moja changamoto. Kwa maana lazima ufafanue changamoto hiyo kwa sheria gani, vifungu gani, ili umsaidie changamoto hizo naye zitambue kwa sababu gani umefunga njia huyo mtu asipite. Sawa. Na ombi lako kwa serikali na kwa Watanzania wote, unataka usaidiwe nini? Ombi langu kwa serikali waangalie kwamba ikiwa kuna viti maalum, watambue hivyo viti maalum wamevichagua kwamba viwe vinasikiliza hivyo viti maalum kwa kila hatua kwamba wamefanya kazi gani. Sio hivyo viti maalum ikiwa kwamba viti maalum ndio imepita viti maalum, kwamba iwe ni shughuli za mtu binafsi. Viti maalum lazima kwanza watambue changamoto za watu wanaishi katika mazingira gani, kwa sababu Tanzania inaelezeka ni maskini, na katika umaskini huo lakini wanakuambia Tanzania yoyo imejikwamua. Katika kujikwamua lazima waangalie wapi ambao wanawachanganua katika matatizo yao, ili hata mtu anapotoka mbele bwana anaposikia bwana kuna mikopo sehemu fulani, kuna 10%, hayo 10% iko hivi na hivi na hivi na hivi, hajui 10% anaipata katika mazingira gani, kwa hatua gani. Kwa sababu sasa hivi imeonekana vikoba ndio sehemu ambayo ya kuamua wananchi kuliko hiyo 10% ya serikali. Kitu ambacho Rafati huwa kinamuumiza na kumfanya azidi kupambana ni kwamba kutokana na ugumu wa kipato cha familia yake ndicho kinampelekea hadi kukosa tiba ya ugonjwa wa polio na kumsababishia ulemavu.